Oscar Kambona alikuwa mmoja wa viongozi mashuhuri katika harakati za kupigania uhuru wa Tanganyika, na hadithi yake ni ya kishujaa. Alizaliwa mwaka 1934 katika kijiji cha Mbweni, visiwa vya Zanzibar. Alikuwa na mchango mkubwa katika siasa na mapambano ya kupigania uhuru wa Tanganyika, na alikuwa mmoja wa viongozi muhimu wa chama cha TANU, chama cha Afro-Shirikisho la Umoja wa Taifa la Tanganyika. Hadithi ya Oscar Kambona. Oscar Kambona alijulikana kwa wazo lake la kuhamasisha umoja wa Waafrika na kupigania uhuru dhidi ya utawala wa kikoloni. Alikuwa na uhusiano mkubwa na Julius Nyerere, kiongozi wa TANU, na alichangia sana katika kuandaa mikakati ya harakati za uhuru. Kambona alikuwa na kipaji cha uongozi na aliweza kuhamasisha vijana wengi na wananchi kwa ujumla katika kupigania uhuru. Mwaka 1958, Kambona alijitokeza na kuwa kiongozi maarufu katika chama cha TANU, akiwa na jukumu la kuhamasisha wananchi kwa njia ya hotuba na maandamano. Alikuwa na maono ya taifa huru la Tanganyika, ambapo wazawa wangeweza kujitawala na kuwa na uhuru wa kimaendeleo. Katika miaka ya mapema ya 1960, Kambona alijulikana kwa kuwa mmoja wa wahamasishaji wakuu wa harakati za kuondoa utawala wa kikoloni na kuleta uhuru. Hali hii ilimpeleka mbele katika siasa na alichaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Dar es Salaam. Alikuwa na kipaji cha kuunganishwa na wananchi na alifanya kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba kundi kubwa la watu liliungana ili kufikia lengo la uhuru. Mchango wa Kambona baada ya uhuru. Baada ya Tanganyika kupata uhuru mwaka 1961, Kambona alikuwa sehemu ya serikali ya awali chini ya uongozi wa Rais Julius Nyerere. Aliteuliwa kuwa waziri wa mambo ya nje na alikuwa na jukumu kubwa la kuendeleza siasa za kimataifa za Tanzania. Aliweza kuimarisha uhusiano wa Tanzania na nchi nyingine za Afrika na kuhakikisha nchi yetu inapata heshima katika jumuiya ya kimataifa. Kupoteza umaarufu na maisha baada ya uongozi. Hata hivyo, Oscar Kambona alikuja kupoteza umaarufu katika siasa za Tanzania baada ya kutofautiana na Rais Nyerere. Alikuwa na tofauti kubwa kuhusu baadhi ya mikakati ya kisiasa na kiuchumi ambayo serikali ya Nyerere ilikuwa inaiendeleza, hasa suala la ujamaa. Kambona aliona kuwa baadhi ya sera za serikali ya awamu ya kwanza zilikuwa zinasababisha kuporomoka kwa uchumi na kwa jamii, jambo lililopelekea kutokea kwa mivutano kati yake na Nyerere. Kwa sababu ya tofauti zao, Kambona alilazimika kuhamia uhamishoni katika nchi za nje, na aliishi sehemu mbalimbali duniani, akiwemo London. Alijitahidi kutafuta suluhu kwa matatizo ya kiuchumi na kisiasa ambayo yalikuwa yanatatiza Tanzania kwa wakati huo. Urithi wa Kambona. Ingawa alikumbwa na changamoto nyingi katika maisha yake ya kisiasa, Oscar Kambona anabaki kuwa mmoja wa mashujaa wa Tanzania kwa mchango wake mkubwa katika harakati za kupigania uhuru na maendeleo ya taifa. Aliweza kuhamasisha umoja wa wananchi na kutimiza lengo la kuwa na taifa huru. Hadithi yake inatufundisha umuhimu wa kujitolea kwa ajili ya taifa, kushikilia maono, na kudumisha umoja kwa maslahi ya wote. Oscar Kambona alikufa mwaka 1997, lakini mchango wake katika historia ya Tanzania utaendelea kuenziwa.